Ameshasimama. Okay, hapa Mheshimiwa Bunge kula kuone. Okay. Ameinama chini. Kwa sababu gani ameinama chini? Kwa wenzetu wanasayansi wanasema moshi unaweza kuwa unaanzia kwenye futi moja na nusu kuanzia kwenda juu, lakini kule chini hewa safi inakuwepo kwa kiwango fulani. Sawa Mheshimiwa Bunge, ndio lengo la ku stay low. Sawa. Lakini kingine nilisema mwanzo kwamba kutambaa ikiwa moshi ni mwingi. Kutambaa ikiwa moshi ni mwingi kuelekea uelekeo wa exit. Waheshimiwa wale wenye nani? Okay. Waheshimiwa wabunge tusikilizane, wanaendelea. Hapo ndo kuna umuhimu wa mazoezi. Nashukuru sana. Hatua nyingine ni kufunika pua na mdomo kwa kitambaa. Nilisema mwanzo kile chenye angalau chenye unyevunyevu ili kuzuia ule moshi kuja kwa wingi kwenye pua zetu. Okay? Wakati either ana low down au ana crawl, inawezekana mkono mmoja wakati huo anaelekea eneo la kutokea. Okay? Naweza kuketi. Sorry. Kuna umalizie zoezi moja hapa. Endapo bahati mbaya sehemu ulikokaa ulikuwa unachaji simu yako, mara moto ukashika kwenye, tunafanyaje sasa? Wewe ushashika na unataka kumkimbilia mwenzako. Tunashauri kwamba usimame. Okay? Moto ukiwa kwenye nguo yako, tunashauri ili usimwambukize mwenzako unalala chini. Unalala chini, lakini mwisho wa siku unazunguka kuelekea kushoto. Unaelekea kulia. Kwa sababu gani? Kama moto huko kwenye sehemu hii hapa nikailalia, oxygen nakuwa nimeipunguza kidogo. Kwa sababu moto unakolea vizuri kuwa na oxygen ya kutosha, kiwepo na kile kinachoungua na chanzo chake. Kwa hiyo tukipunguza concentration, kiwango kikubwa cha oxygen inaweza ukazimika, na narudia ili kupunguza hiyo oxygen isiwepo. Lakini ukiamua kukimbia ni sawa na kupuliza moto. Sawa? Unaongeza kiwango kikubwa cha oxygen. Ukishika moto hapa afu ukaamua kukimbia hivi, afu unamfuata mwenzako, inawezekana madhara yakawa makubwa zaidi. Kwa hiyo bora kulala chini, kuzunguka taratibu, usizunguke mara nyingi kwa sababu unaweza pia ukapata kizunguzungu. Nenda hivi mara 3, rudi hivi mara 3 ili ile irudi pale. Kama mara 3 ilichanganyikiwa huku, basi mara 3 nyingine inakaa sawa. Nafikiri hapo tupende. Mheshimiwa Mwenyekiti, naelekea kumalizia, ila naomba nitoe ujumbe ambao nimepewa niseme hapa. Moto unaweza kutokea wakati wowote, lakini madhara yake yanaweza kupunguzwa kwa maandalizi. Maandalizi gani tunatakiwa kufanya? Mosi, tuwe na vifaa ambavyo vitatusaidia kwenye kufanya nini? Kuzima moto pindi utatokea. Bahati nzuri jengo letu lina mifumo mingi mizuri na inafanyiwa matengenezo mara kwa mara. Tunashukuru uongozi wa Bunge kwa kutekeleza hili. Lakini kuwepo na nidhamu ya kufuatilia taratibu za usalama. Miongoni mwa taratibu mojawapo za usalama ni kupata mafunzo ya mara kwa mara, kukumbushana. Kama leo tumekuja kukumbushana. Najua vitu vingi mnavifahamu, lakini tumesema tuje tukumbushane tu. Lakini kingine kwenye taratibu hizi za usalama ni kuwepo na wale fire warden ambao tuko nao. Ni jukumu la kila mmoja kujilinda yeye mwenyewe, lakini kumlinda mwenzake. Kauli mbiu nielekezwa nije kuisema pia hapa ni usalama kwanza, lakini tahadhari huokoa. Sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, miongoni mwa tahadhari ambazo tunafanya ni kukagua majengo yetu kila mwaka na kutoa ushauri kwa wahusika.
wa nini kifanyike ili kunusuru mali hizi ambazo serikali imewekeza kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka hapa naomba kwa asilimia kadhaa nimehitimisha. Imebaki maswali na lile zoezi letu moja ambalo tunakushukuru sana afande kwa maelezo hayo ya kina kuhusiana na jengo letu. Waheshimiwa wabunge, tunakaribisha kama kuna maswali, maoni kuhusiana na haya ambayo yameelekezwa hapa. Mheshimiwa Yohana Msiti. Asante mwenyekiti, mimi kwanza nishukuru kwa maelezo mazuri ya mwasilishaji wa mada, lakini nimepata swali kidogo kuhusiana na kitambaa chenye unyevu. Mimi hapa na kitambaa mfukoni, moto umetokea hapa, huo unyevu unaupata wapi? Okay. Karibu kwa ufafanuzi. Unyevu hata mimi ninao hapo kwa hivyo. Hata unyevu nao bwana. Hata mate ni unyevu Tukipigwa yale mabomu kule, wakati mwingine tunachukua mate tunapaka hivi. Kama maji hapo karibu tutaweka, lakini kama hamna hata mate yanatumika kufanya sawa Okay? Lakini kama hamna kabisa, sio kwamba usipokuwa na unyevu ukiweka kitambaa pia hivi unatoka vizuri, kwa sababu umezuia ule wingi wa moshi. Lengo ni kuzuia wingi wa moshi kuingia kwenye pua. Asante. Mheshimiwa Bakari. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka nifahamu kwamba endapo kitokea moto wa gesi ambao mara nyingi wenyewe unaanzia chini na pale umetuambia tunatakiwa tukroa angalau futi 1 ama 1.5, hiyo nao tunajihami vipi na namna ya kuzima jiko lile? Nimekuwa nikiona mtandaoni tu, lakini sidhani kama wote tumeona. Asante. Asante mwenyekiti. Karibu kwa ufafanuzi. Moto wa gesi una chanzo chake, si la mtungi, kuna mtungi au kuna nini, si ndio? Au sio? Umewekwa kwenye kifaa fulani. Jiko limeripuka. Jiko urefu wake ni mita 1, zaidi ya mita 1. Kwa hiyo nategemea kwamba gesi ikitoka pale itasambaa. Sawa Kwenye gesi tunashauriwa. Unasikia? Mheshimiwa Bunge, kwenye gesi tunashauriwa. Hii hapa nilikuwa nimedili na hapa ndani, si ndio? Lakini kwenye gesi tunashauriwa kama gesi itakuwa imevuja ndani, fungua madirisha. Sawa? Fungua madirisha kwa sababu na imani kwamba gesi is less dense than air. So, okay? Gesi na imani ni nyepesi kuliko hewa hii. Kwa hiyo itakaa juu na ukifungua madirisha unaweza ukawa salama zaidi. Si kama nimejaribu kujibu. Afande, tunakushukuru kwa ufafanuzi wa kama Mheshimiwa Bakari. Mafunzo haya leo yanahusiana na jengo letu lilivyo. Kwa haya mengine yatatafutiwa utaratibu mwingine wakati mwingine. Mheshimiwa Esther Matiko. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na nashukuru huyo kutoa mafunzo mazuri sana. Nimepata tu interest, nikataka kujua haya mafunzo ambayo ametoa hapa ni mazuri, na tunajua hii matatizo ambayo yapo kwenye jamii, maeneo ya masoko, mashule, mashambani na kwingineko. Kwa hiyo nataka tulipate general knowledge kama mlivyokuja kutoa kwenye taasisi ya Bunge leo, huwa mnafanya kwenye kwa mfano kwenye mitaa, vitongoji, vijiji, masoko na maeneo mbalimbali ili kuweza kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata knowledge kama tulivyopata leo wabunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, miongoni mwa majukumu yetu ni kuhabarisha umma. Kama nimesema mwanzo kwamba tunafanya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto. Okay? Baada ya ukaguzi ule tunatoa mafunzo kwa wahusika wa eneo husika. Lakini pia kuna ile elimu kwa umma kupitia television, radios na mitaani kwetu tunakoishi.
kwenye kata zetu, kwenye mikutano ile ya kata ya kila baada ya miezi mitatu kama sikosei, huwa tunashirikiana na watendaji wenzetu wa kata maeneo tofauti tofauti kuweza kutoa elimu. Kwenye masoko tunafanya operations pia za kukagua, lakini pia kuwapa mafunzo wenzetu wa kwenye maeneo hayo. Bahati nzuri masoko mengi sasa hivi tumeunda kamati zile za usalama. Karibu masoko mengi yana hizo kamati kupitia kwao, na baada ya ukaguzi basi tunatoa mafunzo kwa wenzetu wale maeneo hayo. Changamoto iliyopo ni kwamba mafunzo yetu haya sijui niseme yanadharaulika au vipi, lakini umakini unakuwa mdogo sana. Umakini kwenye mafunzo yetu haya kwa sababu hayana promotion ambayo inaonekana moja kwa moja. Japokuwa yana promotion kubwa, ukipata mafunzo unaweza kulinda mali kubwa kwa dakika chache, lakini kutokana na umakini wa jamii ambayo tuko nayo ndio maana yanakuwa hayatiliwi uzito. Asante. Waheshimiwa wabunge, na imani tumepata ufafanuzi na uelewa wa kutosha kuhusiana na namna ya kujikinga na majanga ya moto, hasa katika ukumbi wetu huu wa Bunge endapo kutatokea hiyo changamoto. Afande pamoja na timu yako yote na Jeshi la Zimamoto kwa ujumla, tunawashukuru sana kwa kuona umuhimu wa kuja kutoa elimu na mafunzo haya kwa waheshimiwa wabunge. Tunakushukuru sana. Asante. Haya waheshimiwa. Kasekenya Kuro Kasekenya. Mbunge wa Monduli ajaribu kuonyesha mfano wa kutambaa. Mbunge wa Monduli, tambaa tuone mbunge wa Monduli.